Tunaweza kusema yamebaki masaa machache tu sasa kuelekea mechi ya kwanza ya hatua ya nusu fainali kombe la shirikisho barani Afrika kati ya wenyeji Mnyama Simba dhidi ya Stellenbosch, mechi ambayo itachezwa kwenye uwanja wa New Amani Complex pale visiwani Zanzibar. Matarajio ya Watanzania ni kuona Simba ikianza vyema katika mechi hii ya kwanza ya nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika ili kurahisisha mchakato wake wa kwenda fainali katika mechi ya marudiano itakayochezwa tarehe 27 kule nchini Afrika Kusini, na mwishowe ipate matokeo bora katika mechi zote mbili na kutinga katika hatua ya fainali kwa ajili ya kuliwania taji hilo. Mechi hii ya kwanza itakayochezwa kwenye uwanja wa New Amani Complex ni Jumapili ya Aprili 20. Matarajio ni kuona kwamba Simba chini ya kocha Fadlu Davids ikifanya vyema, ikipata matokeo mazuri kwa ajili ya kile nilichotoka kukieleza, kuhakikisha na kwenda fainali. Lakini ili kupata matokeo mazuri katika mechi dhidi ya Stellenbosch ya vijana wa kocha Steve Barker ni pamoja na kukabiliana na golikipa wao nahodha aitwaye Serge Stephens. Ndio huyu wenyewe wanamuita Captain Fantastics, maana yeye ndiye nahodha wao. Stephens amekuwa kwenye kiwango bora sana. Hivi karibuni taarifa zilikuwa zinaeleza kwamba ana kadi 2 za njano, hasa baada ya kupata kadi ya njano katika mechi yao ya hatua ya makundi dhidi ya Stade Malien kule nchini Mali, ambako walifungwa mabao 2-0, lakini pia akapata kadi nyingine ya njano katika mechi ya pili ya robo finali waliocheza dhidi ya Zamalek kule nchini Misri, walishinda bao 1-0. Akapata kadi nyingine ya njano kutokana na kuchelewesha muda. Sasa wengi wakafikiri kwamba labda atakosekana kwa sababu ya kadi hizi 2 za njano, sababu taratibu za CAF kadi 2 za njano unakosa mechi inayofuata. Lakini hata hivyo, kwenye kanuni za michuano ya kombe la shirikisho msimu huu za CAF ni kwamba kadi zote za njano ambazo hazijaendana na mchezaji kutolewa nje ya mchezo, kwa maana kwamba kadi ya pili ya njano kwa mfano ambayo inazalisha kadi nyekundu, zile zote zinaisha, zinafutwa baada ya mechi za hatua ya makundi kukamilika. Kwa lugha nyingine, hivi sasa ana kadi 1 tu ambayo aliipata dhidi ya Zamalek. Kwa sababu hiyo atacheza Serge Stephens pindi tu akiwa fiti na mwalimu Steve Barker akatamani kumtumia nahodha wake huyu. Kwa hiyo zile fikra kwamba atakosekana kwenye mechi dhidi ya Simba kwenye uwanja New Amani Complex, ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, sahau. Kanuni zinamruhusu kucheza Serge Stephens. Lakini Serge Stephens ameonyesha kiwango bora sana. Tunapozungumzia Stellenbosch, timu inayoshiriki mara ya kwanza kwenye michuano ya CAF, halafu inafika mpaka hatua ya nusu finali, basi miongoni mwa wale waliofanya vizuri sana na kuwezesha kufika hapa ni pamoja na huyu nahodha wao fantastic captain Serge Stephens. Ni kwa sababu amekuwa katika kiwango bora sana. Yeye tunafahamu ni raia wa Afrika Kusini ambaye umri wake hivi sasa ni miaka 34 kwa sababu alizaliwa Aprili 8 mwaka 1991. Lakini urefu wake huyu Serge Stephens ni around 46 na inchi 1. Kwa hiyo ana urefu wa kutosha. Lakini miongoni mwa uwezo wake mkubwa ni pamoja na juu ya kufanya zile wanaita reflexes action, zile hapa na hapa, karibu kwa karibu, unapiga shuti kwa haraka kabisa, anacheza mipira ya namna hiyo ya hatari. Lakini pia ana uimara mkubwa katika kupanga ulinzi, wachezaji wake kuwapanga namna gani ya kukabiliana na wapinzani, kwa sababu inafahamika magolikipa ndio wanaiona mechi vizuri kutokea langoni mwao. Kwa sababu hiyo mabeki wa wakati Tabo Moloisane, tunazungumzia Ismail Olivier Toure, tunazungumzia Fawaz Basadien beki wa kushoto, beki wa kulia Kazi Godswill, kwa pamoja katika mpangilio wao kwenye kucheza mara nyingi wakitumia mfumo wa baada ya golikipa ni 4-2-3-1 ama 4-4-2 ama 4-3-3, vyote huwa wanamtegemea yeye katika kuhakikisha anawakumbusha wapi pa kusimama. Katika mechi 6 za hatua ya makundi na 2 za robo finali, huyu mwamba amecheza mechi 7 kwa ujumla. Yes, mechi alizocheza za kombe la shirikisho kuanzia hatua ya makundi ni mechi 7. Na amecheza dakika zote ambazo dakika 630, kwa maana dakika 90 zidisha mara mechi 7 unapata idadi hiyo ya dakika. Mechi moja tu ameikosa, mechi waliocheza dhidi ya RS Berkane ambayo golini alikaa kipa mwenzake, raia mwingine wa Afrika Kusini Oscarin Masoluke, ambaye mechi dhidi ya RS Berkane Stellenbosch walipoteza 5-0. Mabao yote hayo aliyaruhusu yeye Oscarin Masoluke, huku akihusika moja kwa moja
kwa namna moja ama nyingine kwenye mabao takribani 4 kwenye mechi hiyo, ikiwamo ambayo alikuwa anatoka langoni na kupiga mahewa, anapiga hewa mpira, matokeo yake wapinzani wanapata fursa ya kumfunga akina Osama Lamliwe wale wa RS Berkane. Sasa baada ya mechi hiyo, mechi nyingine zote amecheza yeye captain Serge Stephen, ambapo mpaka kufikia mechi dhidi ya Zamalek, mechi ya pili kule Misri ambako alishinda 1-0, amepigiwa mashuti ya kulenga shabaha, shots on target, mashuti ya kulenga shabaha Stellenbosch wamepigiwa wakati akiwa langoni mashuti 22, lakini katika hayo amecheza saves 17, na hivyo kufanya waruhusu mabao 5 yeye akiwa langoni. Yani mechi 7 karuhusu mabao 5, idadi sawa na aliyoruhusu golikipa mwenzake Oscarin Masoluke katika mechi moja aliyocheza, kwa sababu Stellenbosch mpaka sasa kwenye mechi 8 wamefunga mabao 7, wameruhusu mabao 10. Hayo 10, 5 ameruhusu Serge Stephen, lakini 5 haya ameruhusu katika mechi 2 tu, ndio mechi 2. Maana yake katika mechi 7 alizocheza amekuwa na clean sheets, kumaliza mechi bila Stellenbosch kuruhusu bao katika mechi 5. Yes, mechi 5. Ni kwa sababu ya mfumo wa kucheza wa Stellenbosch, hususan katika kuzuia, ambapo yeye amekuwa akiwapanga vyema walinzi wake, lakini pia pale wapinzani wanapata nafasi kulifikia lango lake wanapojaribu kufunga, mara nyingi yeye kucheza na kufanya lango lao liwe salama. Matokeo yake Stellenbosch waliopigiwa mashuti 93, 33 yamelenga lango, wakaruhusu mabao hayo 10. Yeye katika mashuti 33, 22 amepigiwa yeye katika mechi 7, wakati mwenzake Oscarin Masoluke amepigiwa mashuti 11, sawa na 33.333 ama around 33% katika mechi moja tu. Hapa inakupa ujumbe kwamba pengine Oscarin Masoluke hakuweza vyema kuwasiliana vyema na mabeki wake katika kuwapanga, na hivyo akapigiwa mashuti 33% ya mashuti yote aliyopigiwa ya kulenga shabaha katika mechi moja, ilhali huyu Captain Fantastic Serge akipigiwa mashuti 22, sawa na 66% katika 66 plus katika mechi 7. Unaweza kaona namna gani ambavyo Serge amekuwa katika kiwango bora. Lakini pamoja na uzuri wake wote, huyu Captain Fantastic amekuwa na udhaifu. Udhaifu wake ni kwamba mabao aliyofungwa mabao 5 katika mechi 2 ni mechi dhidi ya RS Berkane waliofungwa mabao 3-1 nyumbani, halafu kuna mechi dhidi ya Stade Malien waliofungwa 2-0 na wenyeji Stade Malien. Mabao haya aliyofungwa ukitazama vizuri, moja limetokana na penalty, mkwaju wa penalty katika mechi dhidi ya Stade Malien wakati wanafungwa mabao 2-0, moja lilikuwa la mkwaju wa penalty. Lakini mabao mengine 4 amefungwa kwa aina 2 tu ya upigaji. Moja ni mipira ya vichwa, yes, vichwa, kwa sababu kwenye mipira ya juu Captain Fantastic ana shida ya kuwasiliana na mabeki wake. Hapa tunazungumzia wake na Thabo Moloisane na kina Ismail Olivier Toure, kwa sababu ukitazama marejeo ya picha za video za mabao hayo 3 waliofungwa dhidi ya RS Berkane kule kwa Afrika Kusini, 2 tukana mipira ya vichwa ambayo mawasiliano yake na mabeki yakazalisha mabao hayo kwenye upande wake wa kulia, mipira ya vichwa. Lakini mabao mengine 2 amefungwa kwa mashuti ya mbali. Moja katika mechi dhidi ya RS Berkane, shuti la nje ya 18 likaenda wavuni. Lakini bao lingine ni katika mechi dhidi ya Stade Malien, alifungwa bao la shuti la mbali, lakini lingine ni la penalty katika mechi hiyo dhidi ya Stade Malien. Sasa wekundu wa Msimbazi Simba katika mechi hii kwenye uwanja New Amani Complex, ni dhahiri kwamba wanazo silaha zenye kuweza kuleta madhara langoni kwa Stellenbosch pindi nafasi zikipatikana, kwa sababu yeye anaonekana kufungwa kwenye mipira ya juu ya vichwa kutokana na mawasiliano mabovu na walinzi wake wakati mwingine, ama tunaweza kusema uzembe wake, kwa sababu mipira ya vichwa imeonekana 2 kwa mfano ikipita upande wake wa kulia ya vichwa. Ni dhahiri kwamba katika mechi dhidi ya Simba pale kwenye safu ya ushambuliaji ya Simba, kiungo cha ushambuliaji na washambuliaji wapo mafundi wa kucheza mipira ya vichwa. Kwa mfano kuna mchezaji Steven Dese Mukwala mzuri sana kwa mipira ya vichwa. Katika mechi ambayo Simba walishinda 2-0 dhidi ya Al Masry kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam, bao moja hapo lilifungwa na Steven Dese Mukwala akitumia vyema cross kutoka kwa nahodha Mohamed Hussein Shabalala. Mukwala akiwa kwenye kiwango chake bora akapata nafasi kwa kocha Fadu Davis. Ni dhahiri kwamba Simba kuna nyakati watahitaji kupiga crosses ili Mukwala aweze kuwadhuru, kwa sababu ni mzuri kwenye mipira namna hiyo ambayo wao Stellenbosch ni dhaifu katika kuicheza. Lakini pia Lionel Ateba Mbida ni mzuri pia kwenye kucheza mipira namna hiyo kama ilivyo kwa Fabrice Luamba Ngoma.
Lakini kwenye mashuti ya mbali wapo wapigaji wazuri pia. Kibu Dennis Prosper ni mzuri kupiga mashuti ya mbali, lakini zaidi ni pamoja na Elie Mpanzu Kibisawala. Katika mechi ambayo Simba alishinda 2-2 dhidi ya Al Masry kwenye uwanja wa Mkapa, bao la Elie Mpanzu Kibisawala ni aina ya mashuti ambayo golikipa Sage Stephen, captain fantastic, huwa yanamsumbua, na ndio maana katika mabao matano, mawili sawa na 40% yamefungwa kwa mashuti ya mbali. Ni juu ya Simba kufanyia kazi maeneo haya ili mwisho wa siku wapate matokeo bora, matokeo mazuri ya kuwapa furaha wana Msimbazi, lakini kuwapa matokeo mazuri wa Tanzania, akiwamo Amiri Jeshi Mkuu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ili mwisho wa siku kule Afrika Kusini warahisishe kazi na kusonga mbele kwa hatua ya fainali ya michuano hii ya Kombe la Shirikisho na hatimaye kutoa ubingwa ikibidi. Hilo linawezekana. Yapo mambo mengi ya kufanya. Kocha Fadlu Davis na benchi lake la ufundi wanajua nini cha kufanya, lakini miongoni mwa maeneo ambayo wanaweza kufanyia kazi ni juu ya kufanyia kazi udhaifu wa golikipa Sage Stephens, ambaye yeye ni miongoni mwa himili ya mafanikio ya klabu ya Stellenbosch mpaka kufikia sasa katika hatua ya nusu finali ya Kombe la Shirikisho barani Afrika. Kule kwao ligi kuu Afrika Kusini wamecheza mechi 23, wako nafasi ya 3, wana pointi 38 wakiwa wamefunga mabao 28, wameruhusu mabao 17. Sage Stephens, captain fantastic, bonge la kipa, lakini ule udhaifu wake unaweza kutumika kwa manufaa ya wekundu wa Msimbazi Simba.